La kwanza, namna gani unaweza kujua fursa? Kuna vitu vinne vikubwa ambavyo mimi nimevigundua, nikagundua hivi mtu anaweza kujifunza akajua fursa zake ni zipi. Jambo la kwanza, angalia mambo watu wanaolalamikia sana. Watu wanalalamika kuhusiana na nini? Okay. Jamani, hapa kijijini hatuna sabuni hapa kijijini. Sio, hatuna maduka hapa kijijini. Mtandaoni watu wengi wafanya biashara wakubwa wana tamaduni hii. Wanapita mtandaoni sio kuangalia udaku, kuangalia malalamiko ya watu. Jamani, maji hakuna. Akipiga maji. Hawa nafanyaje? Ndio anachokifanya kina Moni na nini, akagundua okay, nipeleke visima. Vinamtengenezea tena fedha nyingi sana. Kumbe najikita kuangalia matatizo ya watu. Malalamiko ya watu. Unalalamika nini? Yani sasa kitu kinachofanya walalamike zaidi nini? Sasa yale malalamiko sio yote ambayo yatakufaa wewe kama fursa. Utagundua kuna baadhi ya malalamiko, mbona anakugusa wewe sana, kwamba watu wanalalamika kuhusiana na jambo fulani. Kama naweza kulifanyia hili kazi. Lifanyie kazi. Kwa sababu kila malalamiko mtu anapolalamika na ukipata nafasi ya kusikiliza malalamiko ya watu, automatically inakutengenezea kitu fulani ndani yako na unapata courage ya kufanya. Hata mimi kinachokifanya ni gundua malalamiko mengi ya watu. Sasa utaona chuo nalalamika nini, nasoma sichokipenda, nikasema Mungu, sasa mimi nitafanya nini niwasaidie? Sawa, ndio mtu kafika haelewi yeye ni nani, nafanyaje? Kwa nikaona hapa okay, moja ya kitu ambacho nitakia nikifanye ni wasaidie watu wajijue wao ni wakina nani kutokea kwenye malalamiko yao.